Promova TV, a home of testimonies. Karibu katika mwendelezo. Huu ni ushuhuda wa Moses Lushiku wa Kongo, na hii ni sehemu ya 8. Katika sehemu hii tutaangazia kuhusu amri ya pili ya shetani ya kufanya dhambi na udhaifu unaoendelea kuwa sanamu. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu anafahamika kwa jina la Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata kwenye channel ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover. Karibu sana. Karibuni wapendwa. Bado tunaendelea kufunua yaliyomo katika mkutano wa miezi 4 ambao ulifanyika katika mbingu ya pili katika ukumbi wa mviringo. Tunashughulika na amri 10 zilizofunuliwa na Lucifer. Tulikuwa bado kwenye anga katika ukumbi wa mikutano ule wa mviringo. Ibilisi alisogea kutangaza amri ya pili na kusema, tutafanyia kazi udhaifu wa Kikristo. Na shetani akaita amri hii udhaifu unaodumu. Amri ya pili ya Mungu ni usiwe na miungu mingine ila mimi, Kutoka 20:3. Shetani hupotosha amri hii ya pili kwa kumwingiza Mkristo katika dhambi na udhaifu wake unaoendelea, ili dhambi na udhaifu huo kuwa sanamu na Mungu wake. Huo ndio msingi wa amri ya pili ya sheria ya udhaifu unaoendelea. Alikuwa akiongea kwa kujiamini, na mapepo wakiwemo wanadamu walikuwa wakifuata maneno yake kwa umakini wa ajabu. Hatuna umakini kama huo ambao niliona mapepo yakionyesha wakati Lucifer alipokuwa akihutubia mkutano huu. Nilipoona watu wamelala kanisani wakati ninahubiri, ni uchungu, ni masikitiko kwa kweli. Lucifer alikuwa akizungumza kwa kiburi na dhamira. Kisha shetani akawaambia washiriki, jipange ili kila mwanadamu na kila Mkristo hapa duniani awe na udhaifu ambao utakuwa kamba au muunganiko kwangu. Agizo kutoka kwa Lucifer lilikuwa wazi. Kila mwanadamu hapa duniani lazima awe na udhaifu wake fulani. Ibilisi alisema, tutafanya kazi ili Wakristo wawe na udhaifu wao binafsi na wa kibinafsi kabisa. Na unapoenda kuwajaribu, utawajaribu katika eneo la udhaifu wao. Ibilisi aliwaambia washiriki, kwanza kabisa utachukua muda wako kuthibitisha kama Mkristo unayemlenga ana udhaifu. Kisha unapaswa kuanzisha eneo la udhaifu wake. Mara tu unapothibitisha kwamba muamini ni dhaifu katika kipengele maalum cha maisha yake ya Kikristo, basi unaweza kuendelea kumjaribu, haswa mahali ambapo ni dhaifu na dhaifu. Kisha Lucifer aliendelea kuhutubia ukumbi na kusema, kila udhaifu wa wafuasi wa mmoja, akimaanisha Yesu, ni kielelezo cha asili yangu. Mpendwa, adui aliweka wazi kuwa udhaifu wa Mkristo ni asili yake. Daima tunasema kwamba sote tuna udhaifu.
Hii ina maana sisi sote tuna asili ya Lucifer inayojidhihirisha ndani yetu. Ibilisi aliwaambia mashaitani, Mkristo yeyote mwenye asili yangu ndani yake anaunganishwa nami. Kuna uhusiano kati yake na mimi, na kwa vile asili yangu iko ndani yake, ataonekana katika chombo chetu, hasa katika vioo vyetu. Ibilisi alisema jinsi asili yake ilivyo kwa Wakristo. Wataunganishwa naye na wataonekana kwenye kioo chake. Ibilisi akawaambia pepo wake, mnakumbuka kwamba niliwapa ninyi nyote vioo vyangu? Kwa kweli hapo awali shetani alisambaza vioo kwa washiriki wa kusanyiko hili, bila shaka unakumbuka, na akawaambia mapepo, kabla ya kwenda kuwajaribu wafuasi wa yule mwingine, akimaanisha Yesu, lazima kwanza uangalie kwenye kioo mifumo yao ya mawazo na udhaifu wao, basi unaweza kuendelea. Mpendwa, hii haimaanishi kwamba mapepo yanaweza kuona au kutazama mawazo ya Kikristo, lakini mifumo ya mawazo halisi ya waumini inaweza kuangaliwa kwenye kioo cha kishetani, kwa sababu mawazo haya ni mtetemo hasi unaoendana na Lucifer. Ibilisi alisisitiza kwa mapepo na kusema, msiwajaribu Wakristo katika maeneo mengine isipokuwa pale ambapo ni dhaifu, kwani eneo hilo au sehemu ya maisha yao itaonyeshwa kwenye mfuatiliaji, kwa sababu ni asili yangu. Ibilisi alisema tena, Wakristo wasijaribiwe isipokuwa kuna nafasi ya kuanguka. Ibilisi aliamuru mapepo ya washambulie waumini pale tu wanapokuwa katika mazingira magumu na dhaifu. Kisha shetani akawaambia pepo, hili ni agizo, unapomfuata Mkristo mwenye udhaifu, lazima uwe katika kundi la watu 1000. Muumini anapokuwa dhaifu katika eneo maalum, unamfuata kwa njia fulani, kundi la 1000 na kumjaribu. Lazima uwe katika 1000 ili kuhakikisha kwamba hakika ataanguka. Nilielewa kwamba nambari hii ilikuwa muhimu ili kuhakikisha kwamba muamini ataanguka katika jaribu hilo. Ibilisi hakutaka mapepo haya yashindwe. Kisha akasema, ikiwa Mkristo ana nguvu, basi katika hali hiyo pepo 10,000 waende kinyume naye na nguvu hizo. Kwa mfano, muumini anapokuwa na nguvu dhidi ya uasherati, shetani ataweka pepo 10,000 kwa vitendo ili kumfanya muamini aanguke katika uasherati. Mpendwa, adui ametoa 1,000 ili kuwashambulia waumini, hasa pale walipo dhaifu, ili kuwazamisha pale wanapokuwa dhaifu. Na shetani ameweka wazi na kuweka pepo 10,000 dhidi ya waumini walio na nguvu. Kwa jumla adui ameweka pepo 11,000 ili kumfanya Mkristo aanguke dhambini. 1,000 watashambulia wakati muamini ni dhaifu, na 10,000 watashambulia wakati muamini ana nguvu. Natumai unawazwa juu ya safu ya jeshi iliyotumwa na shetani dhidi ya waumini. Kwa hakika kuna mchakato wa hatua 15 za mapepo haya wafanya waumini waanguke dhambini, na endapo muamini ameanguka dhambini, mapepo haya yataanza mchakato mwingine wa hatua 15 za kuwadumisha waumini katika dhambi. Ndiyo maana Daudi alisema, adui zangu ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Zaburi 69 mstari wa 4. Imeandikwa katika Zaburi 91:7, 1,000 wanaweza kuanguka karibu nawe na 10,000 mkono wako wa kuume, lakini hawatakukaribia.
nilielewa tu kifungu hiki katika ukumbi wa mikutano wa mviringo wa Lucifer. Nilikuwa katika hali nyingine, na tangu maono haya yote yanitokee, ufahamu wangu wa ulimwengu wa kiroho na vita vya kiroho umebadilika. Katika kifungu hiki tulichosoma hivi punde, Biblia inasema kwamba 1,000 wataanguka ubavu wako, ambao ni ubavu wa kushoto, na 10,000 wataanguka upande wako wa kulia. Upande ambao ni wa kushoto unawakilisha upande dhaifu au udhaifu wa muumini, na Lucifer alituma mapepo 1,000 kushambulia udhaifu wa waumini na mapepo 10,000 kushambulia upande wa kulia wa waumini, ambayo ni nguvu ya waumini. Imeandikwa ni 1,000 waanguke ubavuni pako na 10,000 mkono wako wa kuume, lakini hawatakukaribia. Biblia inasema 1,000 wataanguka watakapojaribu kuja kinyume na udhaifu wako, na 10,000 wataanguka kwa nguvu zako. Kisha Ibilisi akawaambia washiriki, tufanye kazi ili wafuasi wa yule mwingine, yani Yesu, wawe waabudu sanamu, kama ilivyoandikwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 23. Tunashughulika na udhaifu katika Wakristo, na shetani anafanya kazi kwa bidii kudumisha udhaifu huo katika maisha ya waumini. Anataka udhaifu huo udumu milele katika maisha ya Kikristo, kwa sababu ndiyo asili yake. Imeandikwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ibilisi aliwaambia mashetani udhaifu wa Kristo na uwe sanamu yao, kwani wanatawaliwa na dhambi fulani, tabia fulani, na kujirudia kwa tabia. Ibilisi alisema, pamoja na maombi na saumu zao, bado wanaanguka katika dhambi hizi za kawaida na tabia mbaya, na kwa kuwa wanatawaliwa na wanafurahia tabia hizi, itakuwa Mungu wao. Bwana Yesu alisema, mkuu wa ulimwengu huu anakuja, lakini hakuna kitu chake ndani yangu. Mpendwa, ninachoweza kutoa kama ushauri ni kwamba unapogundua kuwa mtindo unakuwa katika tabia yako, itakuwa bora kufanya kitu juu yake kabla ya kukuza mizizi. Vinginevyo itakuwa ngumu na itakuwa udhaifu unaoendelea. Tutazungumza juu ya shirika la ulimwengu wa baharini. Nitajadili kile nilichosikia kutoka kwa mdomo wa Lucifer kuhusu simu za rununu katika mbingu ya pili wakati wa mkutano wa miezi 6. Simu ya rununu ni simu ya mkononi. Tulikuwa katika mkutano katika mbingu ya pili nilipomsikia Lucifer akisema, hebu watumishi wangu wote na mawakala, wanasayansi wasimame. Kisha nikaona wanasayansi wengi wa mataifa yote na jamii zote kutoka kote duniani wakisimama. Kisha Lucifer akasema, tutatumia na kuhadaa teknolojia ya simu za rununu ili kuwafanya wanadamu wote kuwa watumwa, kwani hakuna hata mmoja wao anayeweza kufanya bila simu ya rununu. Nilimuona Lucifer akiwa ameshika kitu sawa na keyboard ya simu ya mkononi. Kisha Lucifer akainua mkono wake na ubao ukatokea. Kisha kutoka kwenye ubao huo, Lucifer akaanza kuwafunulia wanasayansi wa dunia siri kuhusu kudhibiti ubinadamu kupitia teknolojia ya simu za mkononi. Kwa kweli, Lucifer alisema kuna mpangilio na uwekaji wa batani katika simu ambao huficha msimbo wake wa siri, yani 666. Acha nisome kifungu cha Biblia kisha tutaendelea. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 hadi 18.
Kifungu ninachosoma kinahusiana na nitakachozungumza leo. Naye awafanya wote, wadogo na wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Naye huandaa ili mtu awaye yote asije akatupwa. Awezaye kununua au kuuza, isipokuwa yule aliye na alama hiyo. Ni lazima wawe na alama, jina la mnyama huyo au nambari ya jina lake, ili waweze kununua au kuuza, isipokuwa wameipokea alama hii, ambayo ni jina la yule mnyama au hesabu ya jina lake. Hii inahitaji hekima. Acheni mtu aliye na ufahamu ahesabu hesabu ya mnyama huyo, kwa maana ni hesabu ya mwanadamu. Idadi hiyo ni 666. Lucifer alisema, tutawahadaa na kuwashawishi wanadamu kutoka kwa alama za simu ya rununu. Tumefaulu kutambulisha nambari yetu ya siri ya 666. Kisha nikamwona Lucifer akianza kufanya hesabu za hisabati na maonyesho mbele ya wanasayansi hawa. Lucifer alikuwa akitumia alama za nambari, marekebisho yake na uwekaji, na alijumlisha kila safu kwa matokeo ya 6 na 6 na 6. Teknolojia ya simu za mkononi inategemea muhuri wa mpinga Kristo au alama ya mnyama 666. Na ndugu na dada, unaweza kufanya hesabu hizi peke yako. Utaishia na nambari ya Luciferian ambayo ni 666. Wanadamu wanapopiga simu hushikilia simu zao kwa mikono yao ya kulia na kuiweka kwenye masikio yao, ambayo ina mfumo wa muda uliounganishwa na mifupa ya mbele, ambapo wanadamu watapokea alama ya mnyama wakati wa dhiki kuu. Kwa hiyo nilijifunza kwamba simu hiyo mkononi mwako ni kama alama 666. Lucifer alisema, tutawahadaa na kuwashawishi wanadamu kutokana na alama za simu ya rununu. Tumefaulu kutambulisha nambari yetu ya siri ya 666. Kisha nikamwona Lucifer akianza kufanya hesabu za hisabati na maonesho mbele ya hawa wanasayansi. Lucifer alikuwa akitumia namba za kwenye simu, marekebisho yake na uwekaji, na alijumlisha kila safu na matokeo yake yakawa ni 6 na 6 na 6. Teknolojia ya simu za mkononi inategemea muhuri wa mpinga Kristo au alama ya mnyama 666. Ndugu zangu wapendwa, unaweza kufanya hesabu hizi peke yako. Utaishia kupata nambari ya Luciferian ambayo ni 666. Wanadamu wanapopiga simu hushikilia simu zao kwa mikono yao ya kulia na kuiweka kwenye masikio yao, ambayo ina alama ya muda uliounganishwa na alama ya mbele, ambapo wanadamu watapokea alama ya mnyama wakati wa dhiki kuu. Kwa hiyo nilijifunza kwamba simu iliyo mkononi mwako ni kama alama 666 mkononi mwako, na simu kwenye sikio ni kama alama kwenye paji la uso wako. Mpendwa, nilipigwa na butwaa kutokana na hizi harakati za Lucifer. Baada ya hapo nilimwona Lucifer akiita pepo. Alikuwa na umbo la mnyama mkubwa, na Lucifer akamwambia, nilikuagiza kuchukua jukumu la mawasiliano na teknolojia ya simu na kuiunganisha kati ya ufalme wa baharini na ulimwengu wa kimwili. Kwa Kifaransa, mazungumzo yoyote huanza na neno alo. Huu ni ujanja wa Lucifer unaomaanisha majini.
kweli teknolojia ya simu ya mkononi inategemea ustaarabu wa chini ya maji. Kila simu inaenda huko kwanza. Kila mazungumzo ambayo wanadamu wanafanya kwenye simu huenda kwanza kwenye grid ya udhibiti na seva kuu ya chini ya maji. Na pepo huyu anayeonekana kama jini anawajibika kwa seva kuu ya chini ya maji ambayo inadhibiti mlolongo unaofanywa duniani na wanadamu. Jina la mnyama huyu ni Halloween. Serikali ya Lucifer inafanya kazi katika ngazi 3. Ngazi ya kwanza ni Mungu wa Lucifer. Ngazi ya pili ni ufalme wa Lucifer. Na ngazi ya 3 ni wizara ya Lucifer na mapepo. Je, serikali ya shetani inafanyaje kazi? Yeye ameunda utatu. Katika utatu huu kuna pepo watatu. Ya kwanza inalenga kuharibu uwezo wa kimungu uliowekwa ndani ya mwanadamu. Jina lake ni Apollyon. Baada yake kuna pepo ambaye anahusika kusababisha kifo na kuongoza roho kwenye ulimwengu wa chini. Anaitwa Beriari na Nikeli. Baada yake kuna malaika aliyeanguka katika sura ya mwanamke. Anaitwa Malkia wa Mbinguni, na yeye ndiye anayesimamia teknolojia. Anaitumia kama zana ya kuwaroga wanadamu. Kupitia malaika huyu wa mbinguni, Lucifer anadhibiti ulimwengu kwa teknolojia na IT, information technology, yani teknolojia kwa ujumla. Malaika huyu aliyeanguka anadhibiti ubongo wa kompyuta kuu ya chini ya ardhi ambayo iko katika ustaarabu wa baharini. Anawajibika kwa maendeleo ya harakati ya teknolojia duniani. Hapa nacheka. Lucifer alipobuni Project 2000 alituambia kwamba Wakristo wako nje ya uwezo wake na hawawezi kusoma mawazo yao. Kujua mawazo ya Wakristo na kusoma mawazo yao. Aliwafanya watumishi wake wanasayansi kubuni simu na vifaa vya mkononi. Ninajua kuwa karibu kila mtu ana simu sasa, lakini nifuate vizuri sasa. Wakati wowote unapopiga simu yako kwanza inaingia katika ulimwengu wa giza kabla ya kumfikia mlengwa wako. Ulimwengu wa giza husikiliza simu zako mbele ya watu unaowapigia ili wasikie. Teknolojia ya simu inafanya kazi na alama ya mnyama 666. Kwa mfano katika nchi yetu, hapa tuna mitandao mingi ya simu, lakini kuna mitandao mikuu miwili. Mtandao wa Vodacom na mtandao wa Zaini. Mitandao yote miwili hutumia satellite sawa. Ukichukua nambari yako ya huduma kwa wateja na ukafanya jumla, utaishia na namba 666. Zaini ni 111 na Vodacom ni 555. Sasa unaweza kujumlisha, utapata 666. Kila anwani ya mtandao huanza na www. Hizi W3 wanamaanisha 666. Shetani ni mjanja kweli. Hatutaki kuwa wajinga wa hila zake. Mungu akubariki sana. Nitawapa maneno ya Lucifer kama yalivyonenwa kwa pepo na wanadamu katika mbingu ya pili, sawasawa na vile alivyosema, ili kila mtu apate kufahamu ufalme wa giza. Kama ilivyoandikwa, mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hapa nitaeleza kuhusu mkakati wa shetani wa kuwanasa wanadamu kupitia milio ya simu na muziki. Lucifer alisema, muziki unanizungumzia na wanamuziki wangu wananisifu na jina langu linaheshimiwa katika ulimwengu wa muziki. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa sauti. Matokeo yake waumini wa yule mwingine, yani Yesu, watakamatwa na kuchafuliwa na mtandao wetu. Kisha Lucifer akawaambia washiriki, ninaamuru watumishi wangu
wanasayansi na mafundi kusimamia suala hili. Mpendwa, niliona wanadamu wakipanda katika ukumbi ule wa mviringo. Kulikuwa na wanasayansi na mafundi. Wengi wao walikuwa wataalamu wa vifaa vya kielektroniki. Kisha Lucifer akawaambia, mtatengeneza sauti za msimbo. Mtatengeneza sauti za msimbo, kisha mtaziweka kwa mitandao ya sauti za simu na mtaziweka katika vifaa kadhaa vya kielektroniki. Mtaweka alama hizi za sauti katika saa na michezo ya video na simu za mkononi. Tutafanya kazi kama kawaida saa 6 mchana na usiku wa manane na adhuhuri, kwani hizi ni nyakati zetu za kimkakati. Adhuhuri ni wakati ambapo jua hufuta kivuli. Hii inaashiria kwa ufalme wangu wakati wa kuwasiliana na wanadamu, kwani hakutakuwepo kivuli, ikiashiria kutokuwepo kwa ulinzi. Biblia inasema katika Zaburi ya 91 mstari wa 1, akaaye mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ikiwa kivuli cha Mwenyezi hakipo, hakuna ulinzi. Hii ndiyo sababu shetani anachagua wakati wa dhuhuri, wakati hakuna kivuli kutoka kwa jua, kuashiria hakuna ulinzi kutoka kwa Mungu. Mpendwa, nilielewa kutokana na hotuba ya Lucifer kwamba simu za rununu zina sauti za simu zinazoitwa MIDI. MIDI ina maana ya mchana kwa Kifaransa. Kwa kweli, Lucifer aliamuru wanasayansi kugeuza wimbo wa ufalme usio na kifani kuwa mlio wa simu ya rununu. Hii ilikuwa ili kuunganisha ubinadamu na ufalme wake wa ndani. Lucifer alijigamba kuwa hakuna atakayejua kuhusu mbinu hii, akishindwa kutambua kuwa nilikuwa pale na malaika mkuu Mikaeli nikimsikiliza. Ibilisi alisema, kila wakati saa au simu inapoita duniani saa 6 mchana au usiku wa manane, ubinadamu utaunganishwa na ufalme wetu. Shukrani kwa sauti za simu hizi ambazo ni nyimbo za siri za ufalme wetu, na wanasayansi na mafundi ulimwengu wote utaunganishwa na ufalme wetu. Mpendwa, imeandikwa kwamba hutaogopa hofu ya usiku au uharibifu unaofanywa dhuhuri. Nilikwambia kwamba malaika mkuu Mikaeli alinipeleka kwenye ufalme wa majini mara 2. Hapo kuna jini mwenye kichwa cha mamba na mwili wa nyoka mwenye mkia mrefu, na alikuwa na miguu ya mamba. Mnyama huyu kwa jina Leviathan alikuwa na urefu wa mita 6. Mstari mmoja wa Biblia unamfafanua kuwa mamba, mstari mwingine wa Biblia unamfafanua kama nyoka. Ni pepo chotara, mchanganyiko wa mamba na nyoka. Biblia inasema katika Zaburi 91:5-6, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala tauni iendayo gizani, wala uharibifu uharibuo adhuhuri. Kuna uhusiano kati ya Leviathan na mchana. Nitaeleza hilo kama Biblia inavyotaja kwamba uharibifu unaotokea saa 6 mchana. Tulikuwa bado kwenye ukumbi huu wa mviringo katika mbingu ya pili wakati Lucifer alipomwita pepo kwa jina la Halloween asogee mbele na akamwambia, wakati vifaa vya elektroniki au simu za rununu zinapiga sauti hizi ambazo ni wimbo wetu, lazima uingilie kati mara moja. Lucifer alimwambia Halloween, mtaingia katika mtandao wao na mtakamata au kurekodi mazungumzo yote ya wanadamu na waumini. Mpendwa, hii inanikumbusha tukio la ajabu katika kanisa letu ambalo linathibitisha usemi huu ambao Lucifer ameutoa hivi punde. Kwa hakika
tulitembelewa na Bwana Yesu na malaika zake Mikaeli na Gabrieli, na walikuwa wakizungumza kwa sauti zilizosikika kwa kanisa. Kanisa zima lingeweza kuwasikia ingawa hawakuweza kuwaona. Niliweza kuwaona mimi. Nakumbuka katika kipindi hiki cha mwaka 2007 tulikuwa karibu waumini 40. Wote walikuwepo kanisani. Tulipokumbana na tukio hili, basi jioni moja kanisa zima lilikusanyika na sauti ya Bwana ilikuwa inahutubia mkutano. Ilikuwa mwisho wa ziara ya Bwana na malaika kwa siku hiyo, kwa sababu walikuwa wakija kila siku saa 11 jioni. Siku iliyofuata, wakati huo huo saa 5 asubuhi, tulikusanyika na kuwatarajia. Kisha Bwana akashuka kanisani kama kawaida, akiongozana na Mikaeli na Gabrieli. Kanisa zima lilikuwepo huku tukiwa na maswali. Tulitaka kujua kwa nini mara ya mwisho Bwana aliacha kutoa ujumbe hivyo kwa ghafla, na kwa nini ziara yake iliisha wakati simu ya dada yetu ilipoita. Siku hiyo Bwana Yesu aliweka wazi kwa kusanyiko kwamba kila tunapoomba ni lazima tuzime simu. Ni lazima tuzime simu. Mlio wa simu unapounganisha ubinadamu na ufalme wa Lucifer. Kwa kweli kila wakati wanadamu wanapopiga simu kwenye uso wa dunia saa 6 mchana na usiku wa manane na adhuhuri, roho ya majini iitwayo Halloween huingia kwenye mtandao na kurekodi mazungumzo, na mpigaji ameunganishwa na Leviathan, pepo huyu wa ufalme wa majini, mwakilishi wa Lucifer. Kazi ya Lucifer ni kutia sumu ubinadamu, na sumu yake na asili yake inasambazwa kwa wanadamu kupitia simu kwa njia ya Bluetooth. Hii ni tauni inayosafiri saa 6 mchana. Wanasayansi hawa walikuwa wameunda simu za rununu na waliweka wimbo wa ulimwengu wa Lucifer ndani yao. Wanasayansi wanaweka wimbo wa ufalme wa giza katika milio ya simu, na kila wakati milio hii ya sauti inapolia saa 6 mchana, ni wimbo wa ufalme wa giza unaolia. Ni katika wakati huu muhimu ambapo pepo wa mtandao anayeitwa Halloween anaingia kwenye mtandao na kuunganisha ubinadamu kwa Lucifer na mwakilishi wa ufalme wa majini Leviathan, ambaye huwasilisha asili yake kwa wanadamu kwenye simu saa 6 mchana. Simu za rununu na hata saa huunganishwa na ubinadamu na ufalme wa baharini, ufalme wa nyoka Leviathan, ambaye humwaga sumu yake dhidi ya ubinadamu kupitia mtandao. Leviathan ni sehemu ya nyoka na sehemu ya mamba. Ni msambazaji wa ufunguo wa kwanza wa wanadamu au watu kwenye simu. Ni uwezo wa kusema uongo. Umeona jinsi imekuwa rahisi kwa watu kusema uongo kwenye simu? Hata waumini kabisa. Uko hotelini lakini unadai kuwa upo ofisini kwako. Uko mashariki lakini unadai kuwa uko magharibi. Leviathan amefundisha ubinadamu kusema uongo kwenye simu, na watu wanaona ni rahisi kusema uongo kwenye simu. Nyoka alikuwa wa kwanza kulala kwenye bustani, na Leviathan ndiye nyoka. Sauti za simu hizi ambazo ni wimbo wa ufalme wa Lucifer zinaitwa MIDI, ambayo kwa Kifaransa ina maana ya mchana, kwa sababu mchana hakuna kivuli na kivuli ni juu ya ulinzi. Wakati hakuna kivuli au ulinzi, shetani anaweza kufanya kazi kwenye simu yako. Kuna sauti za simu zinazoitwa MIDI. Imeandikwa, yeye akae mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ipo Zaburi ya 91 mstari wa 1. Tunajua kwamba watu wote wa kidini wanapenda kufanya uzushi saa 6 mchana na usiku wa manane, kwa kuwa hizi ndizo saa zao za kimkakati, na wakati saa au simu za mkononi zinapoita katika saa hizi, asili ya kishetani
inatolewa kwa wanadamu na Leviathan kwa msaada wa Halloween kupitia mawasiliano ya simu. Tutaishia hapo. Tafadhali usikose mwendelezo, usikose sehemu inayofuata ambapo tutazungumzia kuhusu mkakati wa shetani kujipenyeza na kuishi katika nyumba za Wakristo kupitia sanamu, michoro, kazi za sanaa, wanasesere na mambo mengine mengi. Usikose mwendelezo. Kwenye mwendelezo tutaangazia hayo na mengine mengi. Leo tutaishia hapo katika ushuhuda huu wa kweli kabisa wa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku kutoka Kongo DRC. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanipata kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu anafahamika kwa jina la Eric Audax. Kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana kwenye channel ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. PROMOVER, Promova TV. Ukipata hakikisha una subscribe, una like, una comment na pia una share. Unaweza pia kuwasiliana nasi iwapo una maswali, una maoni, una mapendekezo ama ungependa kutoa ushuhuda wako. Karibu sana. Lakini pia kama unahitaji kutoa sadaka ili kuwezesha kipindi hiki pamoja na Promova TV kwa ujumla, tumia nambari hizi: kujumlisha 255 766 294335 au kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako, tukutane kwenye mwendelezo. Kwa leo nasema kwaheri. Asante. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jacktan Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.